kwa pengine kwa ufupi, hivyo ndivyo namna ambavyo pengine eneo la tunaita leseni kubwa linavyofanyika. Hizi leseni kwa mfano kwenye ile inquiry kuna online. Kama ni online tulisema kwa watu ambao hawana habari au matukio, news and current affairs. Kama huna hicho kitu, tulibadilisha kanuni kwamba huyo mtu kama tu ni kwa ajili ya dini kwenye online anaweza propagate without our consultation. Kikubwa azingatie tu zile kanuni za maudhui ya mtandaoni. Kanuni zile kwamba kuna vitu vingine sasa lazima upitie pale. Hutahitaji kutuona sisi, lakini lazima uzingatie zile kanuni. Kuna maudhui mengine yasiyo, basi uyazingatie yale. Lakini kwenye habari ya elimu, kama elimu tu, sio news and current affairs, ndeni unaruhusiwa kuwa nayo. Kwa hiyo kama ni kanisa kwenye habari ya online, no problem. Kwa ndugu yangu hapa ambaye tayari ana mainstream, kwa hiyo hata kama ingekuwa ni news inatokea kwenye online, yeye hahitaji kuwa na leseni tena ya kwenye online, kwa sababu tayari ako na leseni ile kubwa. Kwa hiyo hii ndogo inakuwa imebebwa na ile leseni kubwa. Na hile online, hata kwa wale ambao sasa wana advance kwenda mbele kidogo kwa kutumia online yenyewe, kwa sababu ni leseni ndogo, haina process kama hizo nilizozitaja, kwamba haihitaji public notice, haihitaji consultation to the ministry, haihitaji even approval ya management na board. Ni idara inayohusika, idara ya leseni na ufuatiliaji inalifanya, inaisha kwa zile leseni ndogo. Ndugu zangu, labda sasa kwa sababu nimeshazungumza, maana nisije nikamaliza, kama kuna maswali tunaweza tukazungumza kwa namna ya maswali. Asanteni sana. Fahamu kuhusu utendaji wa chombo chetu hicho muhimu cha kusimamia mawasiliano hapa nchini. Kwa hiyo wajumbe, nyinyi ndio wadau huko wa mawasiliano, nyinyi ndio mnaohitaji uelewa sawasawa miongozo, sheria na kanuni. Niwakaribishe sasa, kama mna maswali yoyote tuweze kukusanya maswali mawili matatu, alafu ndugu yetu atatupatia ufafanuzi, na kama mtakuwa na maswali zaidi tutatengeneza raundi ya pili ya maswali na majibu. Karibuni mwenye maswali. Kama kwamba ukitaka kufungua kituo cha redio, jina lako lisajiliwe BRELA, uwe na TIN number, na nyaraka hizo unajaza kwenye mfumo wenu. Swali langu linakuja, je, mara baada ya kufanya hivi vitu vyote ndio unalipia ile kodi au nini kinafuata baada ya hapa? Asante kwa somo ulilotupatia, lakini kwa kweli mimi sio swali hasa, ila ni kama ushauri. Mimi nimepata matatizo kwa sababu niliandika project, nikaomba pesa, nikapewa kufanya extension ya Radio Tumaini kwenda Mbeya, lakini baada ya kumaliza fedha ninayo, sasa kuja kutafuta frequency nikakosa. Kwa hiyo hata wale wafadhili nikakosa cha kuwaambia, lakini niliomba nije nibadilishe. Sasa huyu ndugu yangu alinisaidia nikapata ya kwenda Lindi. Kwa hiyo nilitaka kushauri hapa, au sijui hata tushaurije, kwa sababu tunapoandika labda tunaomba, hatuna uhakika tunapata au hatupati. Sasa kwa bahati mbaya nimeandika nimepata, lakini sasa nikakosa frequency. Na kuibadilisha ni kazi. Kwanza kabla ya kuanza zile process za kwanza, akaomba kwanza ajue kwamba ana uhakika kwamba akianza hizi process baadaye ataweza kupata leseni. Kukosa frequency haitakuwa na maana, afanye nini? Asante, nadhani imeeleweka. Moja ya majukumu ya serikali kupitia TCRA ni kutengeneza mazingira wezeshi
mtoa huduma ili atoe huduma iliyo bora kwa walaji wa hiyo huduma. Lakini pia serikali ina wajibu wa kuwalea hao wanaokuwa na vituo hivi vidogo au leseni ndogo za district kwenda region na region kwenda taifa. Mazingira hayo, vituo vingi vya redio vinapitia katika mazingira magumu. Je, serikali haioni kwamba umefika wakati sasa wa kuanza kutoa unafuu kwa vituo vidogo vyenye leseni ya district ili viweze kusogea mbele kwenda kwenye ngazi ya region na wale wa region waweze kwenda kwenye ngazi ya nation, kwa kupunguza kodi ambayo inaonekana ni mzigo mkubwa kwa vituo vyetu hivi vidogo, na hasa vituo vinavyomilikiwa na kanisa Katoliki. Kwa mfano, kila mwaka kituo kidogo cha leseni ya district, maana ya mkoa, unalazimika kulipa milioni 4,970,000. Na changamoto kubwa katika vituo vyetu, kwa sababu leseni ni ya district, kwa hiyo hatupati matangazo makubwa tukilinganishwa na wale wenye leseni za kanda au region au taifa. Ombi letu ni kwamba wewe kama mwakilishi wa serikali unaweza kutusaidia gharama ya leseni ya mwaka ikapungua kidogo, ili kutupa unafuu na kutupa nguvu sasa ya kujiimarisha, ili tuweze kusogea mbele kutoka kwenye leseni ya district na kwenda kwenye leseni ya region. Ndilo swali langu na ombi langu. Taasisi ambazo zinafanya kazi kwa karibu na mamlaka mawasiliano, kuna taasisi inaitwa UCSAF, Universal Communications something. Kwa hiyo alafu kuna taasisi zingine kama vile OSHA na zingine ambazo pengine zipo karibu, mnafanya nazo kazi kwa karibu. Nafikiri zingejaribu mngekaa nazo na kuona wafanye kazi kama vile ninyi TCRA mnavyofanya. Mmekuwa walezi, kwanza mnaelekeza, alafu baadaye kama kuna kosa mnaonya, hadi kuja kutoa adhabu inakuwa ni mbali sana. Lakini kuna taasisi kwanza uifahamu ina kazi gani, inakuja tu sehemu na kwa kufanya ukaguzi, baada hata kuifahamu unakuta tu bili, wamekuatia bili kwamba hapa hamna kitu fulani, hamna kitu fulani, wakati sisi tunafahamu TCRA hadi kuja kuruhusu kutoa matangazo umetimiza vigezo vyote. Kwa hiyo kuna wakati fulani tunapeana BP zisizo na sababu. Mimi kama wadau wetu wakuu, ndio mabosi wa usimamizi wa mamlaka mawasiliano, Kingomba mkae kwa hizo taasisi OSHA, alafu hizo ASAP, sisi hatuna shida nazo, lakini basi wewe kama walezi, kama taasisi za serikali, basi ziwe kwanza walezi na waelekezaji wa kwetu sisi, alafu baadaye ndipo tuone kama tuna kaidi, ndipo zitoke adhabu kuliko kutoa adhabu kabla hata maelekezo hawajatoa. Lazima uwe na zile nyaraka kama hivyo, umesajili jina, umepata TIN namba, umepata na hiyo clearance ya kikodi. Sasa hivyo utavileta kwenye mfumo. Sasa kodi ya kwanza huwa tunaita application fee, ada ya maombi, ili maombi yako yachakatwe. Kwa hiyo ni ada ya kuomba leseni. Sasa hizi zingine zitakuja baada ya kuwa imepitia michakato yote. Umeitwa kufanya presentation, imepelekwa imetangazwa, ukaitwa kufanya presentation, ikapitishwa na management, ikapitishwa na bodi, ikawa consulted na mheshimiwa waziri. Sisi tunakupa construction permit, unaenda kujenga. Kwa hiyo ukishajenga ukakamilisha, tukakukagua, ndio sasa zinakuja zile ada ambazo ndugu yangu mmoja pale amesema sisi wao wanalipa karibu milioni 4,900,000.
zinakuja baada ya kuwa umepewa leseni. Kwa hiyo utaanza kulipa kwamba mchakato wa maombi umekamilika, sasa unaanza kutoa huduma. Kwa hiyo unaanza kutoa huduma, unaanza kulipa zile tunaita annual fee. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo sisi tunaita regulatory fees. Regulatory fees hatuziiti kodi. Maana tuna mamlaka ya mapato